Sisi ni wananchi, hatujui kama haya maeneo ni ya NCCF au sio ni ya NCCF, kwa sababu sisi tumekuja na hela zetu tumenunua, na ikiwa serikali ya mtaa hilo swala linajua, uongozi wote wa serikali ya mtaa unajua kwamba sisi tumenunua haya maeneo na tumeishi humu kwa muda. Hatujui kwamba haya maeneo ni ya NCCF kweli au la, na kama ni kweli haya maeneo ya NCCF, basi sisi tunahitaji msaada wako mheshimiwa, kwa sababu saa hizi tumeshavuka nguo. Kuvuka nguo ni vipi? Ina maana hatuna makazi tena, msaada unahitajika upande wako. Kuna wenzetu hapa hawajalipa hata shilingi 10 kwenda 30% kwa sababu wanaambiwa leo ile 30% kama ni milioni 5 wailipe yote Atipaa. Inawezekana wapi? Huyu mwananchi akalipa milioni 5 Atipaa ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo naomba liangaliwe. Na sisi wengine ambao tunaendelea kujivuta kwenye 30%, naomba iangaliwe. Lakini pia ukweli ni kwamba ukija kwenye field utaona hali za watu. Hawa watu wanahitaji 5,000. 5,000 ndio iko kwenye level yao. Na waliiomba 5,000 kwa miaka 4 mpaka 10. Kama ni 15 sio 4 mpaka 10. Maybe tuanzie 10 and above. Kama ni 15. Katika haya yote Mheshimiwa Mkuu, sisi tumekubali. Tunaomba tuongezewe muda hoja yetu kuu, na tunaomba bei ipungue kwa sababu kuna wananchi kwa bei ambazo zimepata idhini ya bodi ya wadhamini ya mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Kwa upande wa Mapemba ni shilingi 15,000 kwa square meter, na kwa upande wa Malela ni shilingi 25,000 kwa square meter. Na muda wa mradi huu ulikuwa ni miezi mitatu, ambao ilikuwa ni kuanzia mwezi Agosti 2024 mpaka mwezi Novemba 2024. Kwa upande wa control number, malipo yako kwenye aina mbili. Ya kwanza unalipa malipo ya awali ya 20%, ambapo control number yake itakuwa na uhai wa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo maana yake ni kuanzia mwezi Agosti mpaka Septemba 2024 ilitakiwa imeisha, na malipo ya mwisho ni 80% ambayo ilipaswa kukamilika mwezi Novemba. Lakini baadhi ya wananchi walikuwa wakiomba kuongezewa muda wa control number na mfuko ulikuwa ukiongezea. Na mwezi March mwaka huu control number zote zilifunguliwa, zilikuwa wazi, na hata sasa wakijaribu malipo wanaweza kufanya. Kwa mujibu wa kumbukumbu zilizopo, viwanja hivi ni vya NSSF. Walikuwa na viwanja 13. Nimesikiliza vizuri, na baada ya kusikiliza vizuri mgogoro huu, na kwa kuwa nimesoma vizuri na nyaraka, nikisema muda huu wananchi tuende moja kwa moja kule mahakamani, lazima kuna wananchi wataumia. Tutashindwa kwenda vizuri hapo kidogo. Sasa mnipe wiki moja. Wiki moja hii, ndugu zangu wa NSSF, wala msisumbue wananchi, waacheni wabaki hapo hapo kwanza. Wiki moja tu mnipe. Hii wiki moja nakwenda na hii timu kueleza management ya NSSF yafuatayo. Moja, gharama 25,000 ishuke, na ile ya shilingi 15,000 nayo ishuke kidogo. 15,000 ishuke kidogo, 25,000 ishuke kidogo. Lakini jambo la pili, control number tukikubaliana kwamba ishuke kidogo, iende angalau kwa muda fulani. Na jambo la tatu, kwa wale wanaotakiwa kulipa, ihuishwe mipaka halisi na kuoneshwa wanachostahili kulipia. Kama ni square mita 818, tuoneshe kwamba ni kutoka hapa mpaka pale mpaka pale mpaka pale ni square mita 818. Na kutoka hapo maana yake hao wenzetu sasa kupitia watu wa ardhi watatuonyesha vizuri kwamba wewe ardhi yako hii, ardhi yako hii, ardhi yako hii. Na baada ya kukubaliana, sasa kwenye kukubaliana hapo itakuwa hivi. Kuna makundi ambayo hayawezi sasa kukubali kabisa kwa sababu ya uwezo au vitu vingine, na kuna makundi ambayo yanaweza kukubali. Sasa tutakachofanya ni kwamba, kwa kuwa tutakuwa tumesogea, wewe umetoka huko umesogea katikati, na sisi tumetoka huku tumesogea katikati, maana yake ni kwamba kitakachosikilizwa hapo sio kila mtu atasikilizwa tena. Hapana, hawezi kusikilizwa kila mtu, kwa sababu ukimsikiliza kila mtu maana yake hatutatua mgogoro. Ukisema msikilize kila mtu kabisa umalize, maana yake ndio utakuja yale yanayoibuka yale. Mimi nimechungulia moyo, wamesema nikikalipiwa tu na kufa.
mimi sasa ndio kila yani wewe unatoka unahama kutoka huko, tunakutana katikati, na sisi serikali inahama huko, inakutana katikati. Hayo ndio yanakuwa sasa jamani, kwamba hii sasa jamani, yani tumefanya kila kilichowezekana, sasa imeshindikana.